Karibu sana msikilizaji kwenye channel hii mpya ya Lumbasi Simulizi mara baada ya kufungiwa ama kufutwa kwa ile channel yetu kubwa. Kwa hiyo safari haijaisha, kikubwa tupo wazima wa afya, basi tunasonga mbele. Kwa hiyo nikuombe sana katika hii channel mpya, comment vya kutosha, like vya kutosha, usahau kubonyeza alama ya subscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele ili ninapokuletea simulizi zingine tuweze kuwa pamoja. Na kesho tutaanza na simulizi ya Hamza kuanzia sehemu ya kwanza mpaka pale ambapo tulishia. Karibu sana kwenye hii simulizi mpya kabisa ambayo ndio inafungua uwanja mkurasa kwenye hii channel ya Lumbasi Simulizi. Mtunzi ni Rita Stories na ninayekusimulia ni mimi Lucas Lumbas. Naam, ikiwa ni siku ya Jumamosi, siku ambayo nilipaswa kuhudhuria harusi ya mdogo wa rafiki yangu. Siku hii nilikuwa na huzuni sana. Kuanzia asubuhi hadi nafika saa 8 mimi sikuwa hata nimeshuka kitandani. Zaidi nijilaza tu huku nikizama kwenye ulimwengu wa mawazo. Macho yangu yalivimba kwa kulia, huku mafua na sauti za kwikwi ya kilio ndio zikisikika chumbani humo. Dakika zilisogea, ikafika saa 9 kasoro mara simu yangu ikaita. Iliita karibia mara 3 bila kupokelewa. Mwisho nikanyosha mkono na kuangalia anayepiga nikaona na rafiki yangu. Kinyonge nilipokea na kuongea. Hello. Elena, uko wapi wewe? Mbona unatuvuruga hivi? Jana tumeongea na kupanga kila kitu, lakini hadi muda huu hujatokea wala upokee simu. Vipi, kuna tatizo au? Wema aliongea kwa kupaniki sana. Nilishusha pumzi ndefu na kumjibu ya kwamba samani mpenzi, nitafika muda si mrefu. Nini? Utafika muda si mrefu? Hivyo unajua sasa ni saa ngapi? Na hata hujafika saloni. Wema nielewe basi nakuja. Sikutaka kuongea tena, nikakata simu na kuweka pembeni. Taratibu niligeuza uso wangu upande wa pili na kuangalia picha iliyokuwa ukutani. Picha hii ilikuwa ni mimi na mwanaume aliyebeba maisha yangu. Kadri nilivyozidi kuiangalia picha ile, ndivyo maumivu yalivyozidi kutafuna moyo wangu. Basi kwa sauti ya chini nikajiambia, Elena, utakuwa sawa. Niliongea na kushuka kitandani, nikaingia bafuni na kujiweka safi, kisha nikatoka. Nilisimama kwenye kioo na kujiangalia karibia dakika 2. Mwisho sasa nikafuta machozi na kuachia tabasamu. Tabasamu ambalo lilionyesha uchungu wa hali ya juu. Basi bila kupoteza muda nilijiandaa vizuri na nilipomaliza nikachukua pochi pamoja na funguo wa gari, nikatoka chumbani. Nilifika sebuleni na kukutana na msichana wangu wa kazi. Tukasalimiana kisha nikatoka na kumwacha akiniangalia kwa uso wenye maswali mengi. Haraka niliingia kwenye gari na kuondoka kwa mwendo mkali sana. Sasa wakati nikiwa katika mwendo mkali, simu yangu iliita taratibu, nikapunguza mwendo na kupokea simu. Hello mama, shikamoo. Marahaba, uko wapi? Maana unajua tumeshafika kanisani lakini sikuoni. Mama, niko njiani, nitafika muda si mrefu. Huko njiani utafika muda si mrefu? Hivi unajua leo utakuwa na roho ya uchawi ndani yako wewe? Wewe binti wewe. Toka asubuhi huonekani, simu hupokei, ni kwamba hujui kama unatakiwa kuwepo ili usaidizane na wenzako? Au ni wewe tu ndo unakusumbua? Mama, nakuja mama. Niliongea kinyonge na kukata simu. Nikashusha pumzi na kuweka umakini mbele. Dakika 25 zilinitosha kufika nje ya jengo kubwa la kanisa. Taratibu niliangalia sehemu sahihi ya kupaki gari langu, nikapaki na kushuka. Nilipiga hatua za haraka huku sasa nikitoa uso wa huzuni na kuweka tabasamu. Nikafika waliposimama kina Wema pamoja na ndugu na baadhi ya marafiki na kuwasalimia. Kila mtu aliniuliza niko wapi. Sasa mimi nikadanganya kwamba nilipata kikao cha dharura, hivyo nilikuwa ofisini. Nilivyojibu hivyo walinielewa na kunisifia kwa kwamba mimi nimependeza. Nilitikia kisha nikamfuata bibi harusi ambaye alikuwa pembeni akiongea na mama yake. Kwa furaha nikampatia hongera na kuitikia wito wa mama ambaye alidai anataka kuongea na mimi. Sasa nimuuliza mama ya kwamba ndio mama, kuna nini? Hapo nimuuliza baada ya kutoka mbele za watu. Mama aliniangalia juu chini na kuniuliza, kwa hiyo umeona ni sawa kuja hivi? Swali lake linifanya nikajiangalia jinsi nilivyovaa na kujibu ya kwamba kwani kuna shida au unaonekana vibaya? Yaani unauliza kama kuna shida? Shida ipo. Elena, hii ni harusi, sio birthday party. Unajiwekaje simple namna hii? Hebu angalia wenzako huko walivyowaka. Angalia walivyopendeza. Makeup zimewaka vizuri. Halafu umekuja tu ni kama umekuja kusimamia ubatizo. Kwani shida yako nini haswa mpaka uniaibishe? Unataka kuniaibisha ama? Siku kama hizi unatakiwa utumie pesa pamoja na muda kujiweka vizuri ili walau hata uonekane na sisi tunao tuondokane hata na aibu. Lakini hapana. Unavaa vile unavyoona tu ni sawa. Na kuamua tu kutoka. Alafu nategemea kijana
wa mtu aje kukuposa kweli jamani? Nani atakayepoteza muda wake kuja kukufuata ili hali unajiweka tu kama house girl mwenye ambaye siji anaelea mapacha? Naomba nisikilize Elena. Baada ya ndoa kufungwa, hakikisha unajiweka vizuri ndio uingie ukumbini. Si uje kama unaomboleza msiba wa bibi yako hapa. Mimi habari za kuwekwa vikao na baba yako kila siku nimechoka. Kwanza hivi huoni aibu wenzako wameshaolewa na sasa wanaolewa wadogo zao? Wewe rais wa mishangazi tu, upo tu, huoni haya? Pumbavu kabisa. Mama alimaliza kuongea na kuondoka huku akinisindikiza na Sonya kali. Niliangalia chini kwa sekunde kadhaa na kushusha pumzi, kisha nikageuka kuangalia rafiki zangu. Nyuso zao zilipambwa na furaha huku mikono yao ikipendezeshwa na pete zilizokuwa zikiwaka vidoleni mwao. Mimi nitabasamu na kuficha maumivu niliyokuwa nayo moyoni na kuwafuata. Kufika tulipiga selfie pale kidogo na kuingia kanisani kwani muda wa ibada ya ndoa ulikuwa umeshafika. Basi ibada ilianza na muda wote nikawa sasa nawaangalia maharusi huku nikitokwa na machozi. Watu walihisi machozi yale ni ya furaha lakini haikuwa hivyo. Nilitokwa na machozi ya uchungu. Moyo wangu ulikuwa umejaa maumivu makubwa huku kiu na shauku ya ndoa ikiwa ndio uvuri wangu. Ndoa ilifungwa na baada ya hapo watu walipata picha na baada ya picha maharusi wakaenda kupumzika huku sisi wengine sasa tukisubiria muda wa kuingia ukumbini ufike. Basi msikilizaji, nakukumbusha tu kwamba hii simulizi inahusiana na aibu ya kuchelewa kuolewa ilinifanya nikaolewa na jini. Basi ili kuepuka maneno ya mama ilinibidi sasa mimi nijiweke vile anavyotaka na muda wa kuingia ukumbini ulipofika tukaingia na sherehe ikaanza. Siku hii sikuwa sawa hata kidogo. Nijitahidi sana kuonesha furaha ili nisije kuonekana mtu ajabu kwenye harusi ya hawa watu. Basi sherehe iliendelea. Mimi nikaa nimekaa huku sasa nikichukua picha na video. Mara mama akaniambia, "Mwe nipe hiyo simu." "Mama, nikupe simu yangu, nataka kumtafuta mtu ama." "Wewe naomba unipatie bana. Sio uanze kuuliza maswali ya kijinga hapa." Sikuongea neno lolote, nikampatia. Akapokea na kusema, "Haya, inuka ukajichanganya na wenzako huko. Sio kukaa tu hapa na utafikiri unaumwa miguu ya uzee." Basi sikutaka kubishana naye. Nilinuka huku sasa nikiweka tabasamu feki na kwenda kuungana na wenzangu. Muda ulienda, hatimaye sherehe ikaisha. Nikaagana na wenzangu kisha nikielekea ilipo gari langu ili niondoke. Sasa wakati nikiwa nakaribia kufika, alikuja mbaba na kunisimamisha. Kwa heshima nilisimama huku nikiwa na tabasamu pana usoni. Mbaba yule alisogea karibu na kunisalimia akaniambia, "Habari yako mrembo?" Nikasema ni nzuri tu. Akaniambia, "Okay, bila kupoteza muda, naweza kupata namba yako tafadhali?" Alivyosema hivyo nilimwangalia kwa sekunde kadhaa huku nikijishauri nimpe au nisimpe. Ajabu, wakati najifikiria kuhusu jambo hilo, alikuja mama. Alifika pale akampatia namba yangu. Ukweli sikupendezwa na kitu alichofanya mama. Baba yule alipokea, mama akajichekesha tu pale. Baba wa watu akashukuru na kuniaga kisha akaondoka. Sasa baada ya baba huyo kuondoka, mama alinishika mkono kwa nguvu na kutembea kwa haraka hadi kwenye gari langu na kuniachia mkono. Sasa nikamwambia, "Mama, ndio unafanya nini sasa mama?" Nilimuuliza huku sasa nikionyesha kutokupendezwa na kitu alichokifanya. Mama inaangalia kwa jicho kali na kuniambia, "Unaniuliza ndio nini? Kwani kuna kitu ambacho hujakielewa hapo? Nimempatia namba zako." Mama hujafanya vyema mama. Sasa unajua ni kitu cha aibu sana. Hivi unawezaje kufanya jambo kama hilo mama? Sijafanya vyema ila wewe ndio umefanya vyema, si ndio? Sikia Elena. Nitahakikisha napambana hadi unaolewa. Hivi uone aibu? Au kujisikia vibaya kuona wenzako wanaolewa, wewe upo tu na komwe lako hilo kama kibalaza cha kanisa. Mtu unajua kabisa age ago. Alafu unaringa tu kutoa namba. Dada, unataka kuolewa na mizimu ya kwenu ama? Mama tafadhali. Tafadhali nini Elena? Unajua shida yako nini? Ni dharau. Hiyo elimu na pesa ulizonazo zinakufanya uwe na dharau kiasi cha kujiona kwamba hauhitaji ndoa, si ndio? Sasa siko tayari kukaa kimya. Nikiona unafanya au kuchagua maisha kipuzi namna hii, siko tayari kukaa kimya. Elimu na vipesa kidogo tu ushaona hauhitaji mwanaume kwenye maisha yako. Mbona mimi nimeolewa? Au una elimu sasa kunishinda mimi? Au unaona nimefanya kitu cha kijinga? Mama, naomba basi mada uiache, tutaongea tukiwa nyumbani. Kuongea nyumbani? Hivi ni mara ngapi wewe umeitwa ili tuweze kuzungumza na hukutokea? Nilishusha pumzi ndefu na kusema, "Mama, na kuahidi kesho nitakuja." "Huna haja ya kuahidi. Hata usipokuja mimi nitakula tu na wewe sahani moja hadi siku nitakayokuona ukija na kijana nyumbani."
Mama aliongea na kuondoka. Nilibaki ninamwangalia tu kwa machozi yakinitoka. Kiunyonge niliingia kwenye gari na kuondoka. Baada ya muda kadhaa nilifika nyumbani, nikapaki gari na kuingia ndani. Nilifika chumbani na kujitupa kama mzigo. Kichwa kilijaa mawazo huku moyo wangu ukifunikwa na wingu la huzuni. Taratibu muda ulienda, nikajikuta sasa nikipitiwa na usingizi mzito na kuamka kukiwa tayari ni asubuhi. Haraka niliamka na kujiandaa. Nilipomaliza nikaenda kazini. Kufika huko nikafanya kazi kama kawaida. Ilipofika muda wa kutoka, nikaweka mambo yangu sawa na kuondoka. Sasa wakati nikiwa njiani nikaona ngoja nimtafute kitunguu wangu, na bila kuchelewa nikampigia. Bahati mbaya hakupokea simu zangu. Nikaona anyway, isiwe shida, kikubwa najua unaishi wapi. Basi nikabadilisha safari, badala ya kwenda nyumbani sasa nikaenda kwa hiyo kitunguu. Yes, ni kitunguu, maana kwa namna anavyofanya nalia kila siku. Ili jina linamfaa kabisa. Basi bwana, nilifika kwake, nikapiga honi lakini sikufunguliwa. Nilipata hasira na kushuka, nikagonga pale. Sasa mlinzi akatoka na kuniambia bosi wake kamzuia asinifungulie. Kusikia hivyo nikaona ngoja nishuke, maana kama nikitumia hasira basi sitaingia. Kweli bwana, nilivyoshuka na kumwomba kwa upole alinielewa na kunifungulia. Nami bila kupoteza muda nikaingia chap, kisha nikapaki na kugonga mlango wa kuingia ndani. Niligonga kama mara 4 hivi bila kuitikiwa. Nikachukua simu ili sasa nimpigie. Ila kabla sijapiga mlango ukafunguliwa. Niliinua macho yangu na kumwangalia kipenzi cha roho yangu. Adam aliniangalia kwa macho yenye hasira kali. Bila kuongea nilibaki nikimwangalia namna alivyokuwa akitokwa na jasho jingi mwilini. Kichwani nikajiambia please isiwe kama ninavyowaza. Maana hii hali ya kusweti sio kawaida yake kabisa. Basi Adam akaniambia, madam, umekuja nyumbani kwangu kufanya nini? Aliongea kwa sauti iliyojaa dharau. Kiunyonge nitabasamu na kumjibu, nimekuja tu kukuona na pia ningeomba tuongee. Kuongea? Mimi na wewe tuna kitu cha kuongea? Adam, tafadhali naomba usinifanyie hivi. Unajua kabisa mimi siwezi kukaa na amani. Ile hali hatuko sawa. Ele nasikia. Mimi na wewe hatuna cha kuongea na unatakiwa kuelewa kwamba tumeshamalizana. No Adam, hatuwezi kuishi hapa. Kumbuka tuna ndoto nyingi na safari yetu bado changa. So please, kama kuna kosa lolote nilofanya na basi naomba unisamehe. Nakuomba, lakini usivunje ile penzi. Nakuomba sana mpenzi wangu. Niliongea kwa uchungu huku machozi yakinitoka. Adam aliniangalia kwa dharau na kutaka kuongea ila akasita. Na hii ni baada ya kuitwa na mdada ambaye alitokea chumbani kwake huku akiwa amejifunga kanga. Tena kanga yangu. Mnaendaga mnaacha nguo zenu kwa wabibi zenu Sasa kuna wengine wanakuja na wanazivaa. Kwa hiyo sasa yule bidada alisogea karibu na kuuliza, baby, nini kinaendelea? Mbona umekaa sana huko? Neno baby lilipenya kama mshale wa moto masikioni mwangu. Nilimwangalia yule dada na kurudi kumwangalia Adam, na kwa sauti ya upole nikamuuliza, Adam, unanisaliti? Kuuliza hivyo kijana akajibu, na kusaliti kivipi? Kwani mimi na wewe tuna mahusiano hadi nikusaliti? Kwamba tuna mahusiano? Adam, nakuuliza mimi na wewe tuna mahusiano? Bwana, sikia wewe boya, usitaki kunichanganya, umesikia? Hivi kwa nini unataka kuachika wewe? Mimi nimeshasema sikupendi bwana, na wala sikuhitaji, kwa nini uelewi? Kwa safari ndio unamaanisha kweli, si ndio? Bwana, sio sasa. Siku zote nilikuwa nikimaanisha. Adam, hivi kosa langu kwako ni nini? Kosa langu ni lipi hadi ufikia tu ukotesha kila kitu? Nilivyouliza hivyo aligeuka na kutaka kuondoka bila hata kunijibu. Kwa hasira nilimshika mkono na kumrudisha. Sasa bibi akapaniki na kutaka kuanzisha fujo. Kwa sauti iliyojaa hasira nikamwambia, we Kinda, naomba ukae mbali na hili. Adam, mkaka mwenye mabawa yako. Hivi unafikiria ni rahisi sana kuingia kwenye maisha yangu na kupotea kwa wakati unaotaka wewe? Sikia. Haya mahusiano hayafi kama unavyotaka, umesikia? Na kama kuna lolote ambalo haliko sawa, tutakaa na kuliongea, ila kuua kila kitu siwezi. Siwezi kukuruhusu ufanye hivyo. Adam alicheka kwa dharau na kusema, okay, hebu niambie sasa unataka kufanya nini sasa? Maana unajitoa akili. Acha nijitoa akili. Ila siwezi kukaa na kukuangalia ukiharibu mahusiano ambayo tumetumia muda na nguvu kuyajenga. Adam, wewe ni wangu. Sio sasa, ni jana, leo, kesho na hata milele. Umesikia? Hivyo kama siji unajidanganya siji kwamba eti unaweza kuniacha. Hiyo ni ndoto. Wewe ni wangu na utabakia kwa wangu. Hivyo wewe unajua sikuwahi kujua kama nilikuwa na date na kichaa kama wewe. Sikia binti, sawa? Mimi Adam siwezi kuwa na wewe maisha yangu yote. Unamwona huyu hapa? Unamwona huyo?
huyu ndio mwanamke wa ndoto yangu na sio wewe usiye na mbele wala nyuma. Mwanamke wa ndoto yako. Wala sio mimi nisiye na mbele wala nyuma. Leo hii nimekosa na mbele wala nyuma, si ndio? Yaani baada ya kila kitu saizi nimekuwa kama makapi yani. Na watu wezi kushare hapa. Adam, naomba kumbuke tukotoka mimi na wewe. Kumbuka ahadi zako kwangu na sio kufuata tamaa ambazo hazina mbele wala nyuma. Adam, mimi nakupenda na unalijua hilo, so please naomba sana usiuvunje moyo wangu please Adam. Wasikia? Moyo wako, maisha yako, mimi sijui. Sijui tulikotoka huko vyote mimi sijui na havina umuhimu kwangu, umesikia? Na nikwambie tu, sijawahi kukupenda na kama ni zile ahadi potezea. Hakuna hata moja iliyokuwa ya kweli. So unahitaji kuelewa na kuniacha na maisha yangu ili niweze kuenjoy na mwanamke ninayempenda. Msikilizaji, maneno ya Adam yaliniumiza sana. Nikatamani kuongea lakini nikakosa hata neno la kuongea. Bila kuangalia nyuma, Adam alimshika mwanadada mkono na kuongozana ndani. Nilibaki nimesimama huku macho yangu yakibubujikwa na machozi ya kwamba nimeachwa tena. I say. Basi taratibu niligeuka na kupiga hatua hadi lilipo gari, nikapanda na kuondoka. Njia nzima nilikuwa nalia kwa uchungu sana. Kumbukumbu za matukio yangu na Adam zilijirudia kichwani na kunifanya nizidi kuumia. Kwa neema ya Mungu nilifika nyumbani salama na kupitiliza moja kwa moja chumbani kwangu. Sikutaka kuongea na mtu, hivyo nikajifungia tu na kubaki nikilia mwenyewe. Nililia na kumuuliza Mungu kwa nini ameruhusu niumizwe kila siku? Maana kila mahusiano ninayoingia yanaishia njiani na kuniachia maumivu makali moyoni. Nililia na kulala bila hata kuweka kitu chochote tumboni. Kesho yake asubuhi niliamka mapema kama kawaida, nikajiandaa na kwenda kazini. Siku hii nilitoka nyumbani nikiwa nimevaa miwani kuficha macho yangu, maana yalivimba alafu yakawa mekundu kwa sababu ya kulia sana. Bila kuchelewa nilifika kazini, nikasalimia baadhi ya wafanyakazi wenzangu pale, kisha nikaingia ofisini kwangu. Na kabla sijaanza kufanya kazi, simu yangu ikata kuangalia mpigaji ni dada yangu ambaye ni wa pili kuzaliwa. Niliangalia simu kwa muda na kupokea kinyonge sana. Hello dada. Yes, mambo. Poa, vipi familia inaendeleaje? Tuko sawa. Nimekupigia kukuambia kwamba nataka kuonana na wewe jioni ya leo. Samahani, leo sitakuwa na nafasi, labda tufanye siku nyingine. Haya sawa, haina shida. Aliongea na kukata simu bila hata kuniaga. Kiunyonge niliweka simu pembeni na kushusha pumzi, kisha nikaendelea na kazi. Sasa jioni ilipofika niliweka vitu sawa na kurudi nyumbani. Ajabu nifika na kumkuta dada akiwa amekaa sebuleni. Nilimsalimia huku nikionyesha mshangao na kusema, Dakendi, kulikoni uko hapa muda huu? Sasa mbona unauliza kwa mshangao hivyo? Kwani kuwa hapa ni kosa ama? Sikia, sina muda wa kupoteza. Nimekufuata ili tuongee vizuri, maana naona ukiambiwa kuhusu kuongea unajifanya uko busy. Nilimwangalia bila kujibu kitu, nikaenda chumbani na kubadilisha nguo, kisha nikarudi na kukaa. Sasa baada ya kukaa, Kendi akasema, Elena, nimechoka kusumbuliwa na baba kila siku. Hivi una mpango gani na maisha yako? Maana unatuweka tumbo joto tu kila itwapo leo. Nini mpango kuhusu nini? Na baba anakusumbua kuhusu nini? Mbona yana unavouliza? Yaani ni kama vile yani hujui kilichonileta hapa. Asa mimi nitajuaje ile hali sijaongea na wewe, au naonekana malaika so ninajua mambo hata kabla ya kuambiwa? Wewe mwacha maigizo yako. Mimi nipo hapa kutaka tu kujua unaolewa lini. Kauli yake ilinikata maini na kunifanya nibaki na muangalia bila hata kuongea. Kendi alikaa kimya kwa muda na kuniuliza tena, Elena, naongea na wewe, unaolewa lini? Nilimwangalia Kendi kwa sekunde kadhaa na kumjibu kuinyonge ya kwamba sijui. Hei ni maajabu. Hivi unajiona mtoto sana, si ndio? Maana kile unapoulizwa jibu lako ni sijui. Elena, wewe ni mtu mzima, una miaka 30 sasa na sio 21. Hivi uone aibu au kujisikia vibaya kuona wasichana wa walika lako wote wameolewa na wana familia zao? Kendi, hivi kwa nini unanifanyia nijione sifai? Hebu acha upuuzi, nani kakufanya ujione ufai? Sisi kuambia ukweli ndio kukufanya, yani kuambia ukweli ndio kukufanya ujione ufai? Au unataka tukae kimya sasa huku sasa ukienda yani kuwa unaenda tu kuwa juza bila hata ndoa? Kosa letu ni kukueleza ukweli ama? Kendi, swala la ndoa ni swala nyeti sana na sio kila mtu anaolewa kwa wakati anaotaka yeye. Kwa nini mniache tafadhali? Na muda ukifika nitaolewa. Kwani shida iko wapi? Unataka kusema wewe hapo ulipo yani hujafikia umri Muda bado Dada, unataka kuolewa ukiwa na miaka mingapi sasa? 50 au 60?
Unataka kuolewa jua likiwa la saa ngapi? Maneno yake yalinichukiza sana na kunifanya nimjibu kwa hasira ya kwamba 60 haitoshi, ongeza 40. Hivi nyako ni shida yenu nini? Hivi kwa nini msifocus na maisha yenu? Yaani kila siku tu kunipigia makelele olewa. Nitaolewa na majani au na nyoka? Wewe mwacha ujinga wewe. Hutaki kupiga kelele olewa. Alafu naomba usikie Lena. Hili swala halitakaa liachwe kuzungumzika tu hadi pale utakapofanya maamuzi. Sawa, endeleeni kuongea, siku mkichoka mtakaa kimya wenyewe. Poa. Kendi aliongea na kuchukua pochi yake akaondoka kwa hasira sana. Niliinamisha kichwa chini na kufumba macho. Machozi yalinitoka bila kikomo na kuzidi kunifanya nizidi kuumia zaidi. Basi kiunyonge nilifuta machozi na kuinuka nikitaka kwenda chumbani. Ila sasa msichana wangu wa kazi alikuja na kusimama mbele yangu huku akiwa na glasi ya maji. Nilimwangalia na kumtaka anipishe nipite. Akaniambia, "Samahani dada, naweza kuongea na wewe?" Nikamwambia, "Hapana Zubeda, sio sasa. Kama kuna lolote unalohitaji, tumia pesa yako nitakurudishia kesho na usinihesabie chakula." Zubeda akasema, "Sihitaji pesa, nataka tu kuongea na wewe kuhusu wewe mwenyewe." Kauli yake ilinishtua. Nikamuuliza, "Kuhusu mimi ukimaanisha nini?" Zubeda akasema, "Kama utojali naomba ukae samani lakini." Nilimwangalia bila kusema kitu nikakaa kumsikiliza. Binti alishusha pumzi na kunyosha mkono kunipatia maji. "Sijakuomba. Haya ongea. Sasa mimi nimechoka, nataka nikapumzike." Niliongea huku sasa nikiwa nimekunja uso. Zubeida aliweka glasi pembeni na kusema, "Dada, nilitaka kuongea na wewe kuhusu swala la ndoa. Najua hutaki kusikia hili, ila familia yako iko sahihi. Wewe sasa ni mtu mzima, unapaswa kuwa na kwako." Napaswa kuwa na kwangu. Hapa ni kwako? Hapana dada, sina maana hiyo. Maana maana yangu tu ni kuwa unatakiwa kuolewa uwe na mume na watoto, maana umri wako umeenda sana. Hivi unajua dada yangu ambaye umelingana naye sasa hivi ana watoto 3. Ukiachana na huyo anayemfuata naye ameshaolewa na ana mtoto mmoja na hivi karibuni atapata mtoto wa pili. Na wote hao wamesoma na wana kazi zao, japo sio nzuri kama yako, ila walichukua uamuzi sahihi na mapema. Zubeda alivyoongea hivyo nilimwangalia kwa sekunde kadhaa. Nikamwambia, "Inaonekana uhuru ulionao unakuzuzua sana. Uhuru umezidi. Hivi unapata wapi nguvu ya kuacha kazi zako na kuja kunikalisha hapa kwa mambo ya kipuuzi namna hii? Mimi kuolewa au kutokuolewa wewe inakuhusu nini?" Samahani sana dada, ila nimeona tu nikwambie kweli, lakini kama nimekwaza naomba unisamehe. Niliinuka nikapiga hatua kadhaa, nikasimama na kumwambia, "Hii iwe mwanzo na mwisho kuongea na mimi kuhusu hiki kitu. Fanya kazi zako, ukichoka kalale na sio kuongea sio kuhusu." Basi niliongea na kuingia chumbani kwangu. Nilifika na kukaa kitandani huku sasa macho akiwa kwenye picha ya Adam iliyokuwa ukutani. Niliangalia kwa muda mrefu na kukumbuka mambo mengi tuliyokuwa tukifanya pamoja. Msikilizaji wangu dhambi, nimekuwa kwenye mahusiano lakini hakuna mahusiano yaliyokuwa ya moto. Yaani alikuwa moto kama hili. Tulipendana na niliona ndoa hii hapa. Lakini kama yalivyokufa mengine, nalo limekufa. Kiunyonge niliamka na kuchukua simu yangu. Nikaanza kuangalia picha za harusi za rafiki yangu. Nakumbuka nilianza kukumbuka story ya mahusiano ya kila mtu. Kwa sauti iliyojaa uchungu nikasema, "Mungu, nimefanya nini kibaya kiasi cha kunifanya kila mahusiano nayoingia kuishia njiani? Kwa nini naachwa mimi kila siku? Je, mimi ni mbaya au sifai kuwa mke wa mtu? Mbona sina tabia chafu wala mimi sijawahi kumuumiza mtu, labda tu tuseme ndio maana napitia haya?" Mungu wangu, miaka 30 sina mahusiano ya kueleweka. Kila mtu anayekuja kwangu hadumu, bali huja na kunitumia tu kisha napotea bila hata sababu ya msingi. Afuna mbona nimekuomba sana na Mungu au maombi yangu hayana nguvu kiasi ambacho hata hutaki kunijibu? Kama ndivyo basi tafadhali angalia basikio yangu na uniokoe. Na kama kuna kitu nilichofanya ambacho ndio sababu ya mimi kupitia haya, tafadhali nionyeshe basi na nitatubu. Hata ikibidi basi kuadhibiwa mimi niko tayari, ila tu nivushe hapa. Niliongea kwa uchungu huku machozi yakinitoka. Mwisho nikapanda kitandani na kujikunja kama kifaranga aliyenyeshewa na mvua. Taratibu muda ulienda, usingizi nao ukashika nafasi yake. Nililala na kesho yake asubuhi niliamka na kuchoma vitu vyote vya Adam. Na baada ya kuhakikisha kwamba nimeondoa kila kitu, nilioga na kutulia chumbani huku nikiendelea kuufariji moyo wangu. Mara simu yangu iliita kuangalia mpigaji rafiki yangu Wema.
Niliangalia kwa muda kidogo huku sasa nikijifikiria kupokea. Lakini mudi yangu ilinigomea. Mimi sikuwa nikijisikia kuongea au kufanya lolote zaidi ya kuwa mwenyewe. Muda ulienda, jioni ilipofika Wema aliamua kuja. Naona ni baada sasa kuona sipokee simu zake. Basi baada ya kufika ilinilazimu kutoka chumbani na kukaa naye sebleni. Elena, hivi kuna shida gani? Mbona ulikuwa upokee simu zangu jamani? Aliongea Wema baada ya salamu. Kwa sauti ya chini kamjibu nisame bora. Nilikuwa nimelala. Vipi ulikuwa unasema jana kuna mpya? Kwa hiyo mimi kukupigia hadi niwe na mapya? Hapana, ila nimeuliza tu huenda zikawepo. Haya, nahisi zipo. Elena, kuna kitu nimeona na nashindwa hata kuelewa nini kinaendelea. Kitu gani tena? Mbona unanitisha? Vipi umeachana na Adam? Yeah. Uacha masiala. Tena. Ndugu yangu, kwani imekwaje? Imekuwa hivyo hivyo basi. Imekuwa hivyo hivyo? Kwani nini kimetokea hadi mkaachana? Na mmeachana lini? Kabla sija kujibu, umejuaje kama tumeachana? Umeanza. Wewe jibu ilikuwaje na ni lini? Okay, ilikuwa siku moja kabla ndoa ya mdogo wako, na kuhusu kilichotokea nilishindwa kuongea nikabaki kimya. Wema alinikazia macho na kuniuliza ulimchiti au ulimjibu vibaya, maana akili zako unazijua. Yaani tena sio mimi kwanza, hata sizijui za akili zako. Akili zako unazijua mwenyewe. Nitabasamu nikamwambia unanijua, nikiingia kwenye mahusiano huwa unanifahamu vizuri sana. Huwa sitaki kuwa na makando kando. Kwa hiyo swala la kuchiti kwangu alipo. Okay, haya, hukuchiti. Sasa imekuaje sasa mkaachana? Maana mlikuwa vizuri tu. Ukweli ni kwamba tukugombana, ila ilitokea tu akaamua kuvunja kila kitu. Bwana wewe unazunguka sana. Yaani alianzaje hadi mkafikia hatua ya kukatisha kila kitu? Kabla ya kumjibu Wema, nilimwangalia kwa sekunde kadhaa kisha nikamwambia, siku moja kabla ya kuachana tulitoka out kama kawaida yetu. Sasa tukala na kuongea vitu vingi sana, na muda wa kurudi nyumbani ulipofika tukarudi na kulala. Sasa asubuhi mimi niliamka nikiwa tu nawaza sana kuhusu hatima ya mahusiano yetu. Nilifikiria ni mwaka wa pili toka tuanze mahusiano, lakini hakuna siku ambayo Adam aliongea kuhusu ndoa. Wala sikuongea tu, hata zile ishara za kuwa na mpango hazikuonekana. So nikaona sio mbaya kama nikimuuliza ili nijue anafikiria nini. Kumuuliza akanambia hana mpango. Na kama unavyojua kuambiwa vile, mimi nikaanza kuuliza maswali, na katika maswali hayo nahisi nilimkera. Maana alichukia na kuniambia niachane na hizo mada. Kwa bahati mbaya mimi sikutaka kuelewa. Nikaendelea kutaka kujua mwafaka wa mahusiano yetu. Ndio kwenye kujibizana pale akaniambia hayuko na mimi kwa sababu anataka kunioa, ila yupo kwa sababu anataka kuenjoy maisha. Na akasema kama nahitaji ndoa basi natakiwa kuwa mvumilivu hadi pale akili yake itakapoamua, la sivyo tuachane. Kwa hiyo kusikia hivyo mtoto wa kike nikashuka. Kwa heshima zote nikamwomba samahani na kuandaa chai, lakini aligoma akadai anaondoka. Na mimi sikutaka kumkwaza, nikamwacha kaondoka. Na baada ya kuondoka jioni akanitumia ujumbe kuwa anaona hawezi kuendelea, anahitaji tuachane. Nililia na kumpigia simu lakini hakupokea. Mwisho akatuma pesa na kusema nitumie kama fidia ya muda alionitumia. Kwa hiyo kila kitu ndio kikaishia hivyo. Ameenda. Na ulijaribu labda kumtafuta tena, huenda labda aliongea au kufanya hivyo kwa hasira? Nilitaka kumjibu ila kabla sijajibu nilikatishwa na sauti iliyokuwa ikitokea mlangoni. Wote tuligeuka kuangalia ni nani aliyeingia. Hakuwa mwingine bali ni Penina. Huyu ni rafiki yangu wa toka utotoni, naweza kumuita best friend. Maana amekuwa na mimi kwenye nyakati zote na ndo mtu pekee ananielewa, tena naweza kusema kuliko hata dada zangu. Basi Penina alitembea huku akiongea akasema, wewe unataka kumwambia nini mrembo wangu? Ajaribu kumtafuta ili iweje yani? Aliongea na kukaa pembeni yangu na kunishika kwenye paji la uso kama vile ananipima joto. Sasa Wema kuulizwa vile akajibu kwamba unauliza yani amtafute ili iweje, kwani hujui akili Adam? Anaweza kusema hivyo afu kesho akarudi. Harudi kwamba kuna kitu kasahau. Kwanza usitake kuniambia hujaona kama amemposti mpenzi wake mpya. Nimeona na ndio maana sasa nikaa nampigia simu mgonjwa wetu, ila sasa kutaka kupokea naona heartbreak inamfanya akose nguvu ya kuongea na simu. Kumbe umeona ila uko na muenjoy tu mwenzako Maana ulivyokuwa unamuuliza ni kama hujui kitu. Jamani sasa mimi najua nini jamani
Mimi nimeona jamaa kamposti mtu na makopa kwa wingi, nikasema ngoja nimwahi ndugu yangu asije kujipiga kitanzi. Bahati nzuri nimekuta mzima wa afya. Sema tu amelia sana hadi uso umemjaa. Sema nini? Pole ndugu yangu. Mimi naamini amefanya hivyo tu kwa hasira. Akiwa sawa mtaongea. Aliongea Wema. Penina akataka kumjibu. Nikamwahi na kusema hakuna penzi tena. Kila kitu kimeshakufa sasa. Ni wakati wa kuanza safari mpya. Niliongea kwa huzuni sana. Wema akanijibu ya kwamba hizo safari ambazo umekuwa ukianzisha na kuishia njiani wallahi zinachosha. Lakini haya yote unayataka wewe. Wema alivyosema hivyo, Penina alikunja uso na kumuuliza Wema, unataka kusema nini? Mimi nasema nataka mwenyewe. Kama angekuwa hataki angefanya maarifa wala ili penzi lisingekufa kizembezembe namna hii. Baada ya Wema kusema hivyo, Penina alitaka kuongea nikamzuia na kumuuliza Wema, sikuelewi unataka kusema nini yani kwamba mimi nimetaka iwe hivi kivipi yani? Ndio. Hivi kwani mara ngapi nilikwambia mtengenezee? Ukaona sijini mambo ya kishirikina, haya kaondoka. Sasa hivi unaanza upya. Sasa sijui uchoki au mwenzetu unaona sawa tu. Wema, unataka mimi nimroge mwanaume ili iweje kwa mfano? Yaani kwanza naanzaje kwenda kwa mganga? Unaanzaje? Endelea kuuliza hivyo. Utakapofikia miaka 40 bila ndoa ndo utaelewa. Hivyo unafikiri watu wote waliopo kwenye ndoa wameingia kwa wanaume kupenda? Unadhani dada, watu wanaroga. Sasa we nengeneka we. Shanga. Tuone utafikia wapi. Sasa hivi si ni saa 6? Haya. Ngoja tuone ikifika saa 12. Nahisi bado sijakupata. Kwa hiyo unataka kusema nili uolewe natakiwa kumpiga mtu limbwata, si ndio? Kwa nuksi ulionayo shoga yangu, unahitaji msaada, au sivyo utachonda shosti. Nilimwangalia Wema nikawa kama vile simuelewi. Unajua kauli ya kuwa ni mroge Adam hajaanza kusema leo, lakini mara zote nilijua anatania, ila leo naona kweli anamaanisha anachokisema. Nishusha pumzi ndefu na kumwambia Wema, katika vitu ambavyo sitakaa kufanya kwenye maisha yangu ni kumwendea mtu kwa mganga. Na sio kumwendea tu, bali sitakaa mimi Elena nikakanyaga kwa mtu anaitwa mganga, iwe ni kwa shida yote ile, sitawahi. Kuhusu ndoa naelewa kwamba wenzangu mmepata bahati hiyo mapema na mnaenjoy, hongereni, ni bahati kwenu. Ila mimi nitasubiri hata ipite miaka mingapi bado nitasubiri. Unajua kwa nini? Namwamini Mungu. Najua na mpango mwema juu yangu. Maana ananiwazia mema na kama hawezi kuniacha nikaaibika. Hivyo basi naombeni mniache nionekane mkosi au nini vyovyote vile mtakavyoniona sawa, ila muda wangu unakuja. Haya maneno sio mageni kwako. Toka tu mwaka jana unasema hivyo, ila leo tunaenda kumaliza mwaka ukiwa single la singwengwe. Sema kwa kuwa umeamua poa. Lakini hii ndio njia pekee iliyobakia kwako. Hata hivyo mimi sioni kama ni shida kwa sababu huendi ili kumuua mtu, ila unatengeneza kesho yako. Wema, kesho yangu itengenezwe na mtu Wema. Nitasubiri na nina imani nitapata hitaji la moyo wangu kwa wakati sahihi. Wakati gani? Wakati gani ndugu yangu ambao utakuwa sahihi kwako? Dada, usijisaulisha na kujifanya kama una miaka 20 my dear. Una miaka 30, tena sio 30 tu, soon unaingia 31 upo. Haya sasa niambie miaka 31. Una mahusiano ya kueleweka na unajifariji eti wakati sahihi. Wakati gani sahihi? Haya tuseme basi sawa basi. Okay. Ndoa basi sio fungu lako. Basi zaa. Umeshindwa kumtegesha mtu tu siku za hatari ukazaa. Maana muda si mrefu utaacha kuona siku. Na ukishacha kuona tu jua habari yako ndio kwisha habari. Yaani itakuwa imeshia hapo. Utakufa ukiwa huna mtoto wala mume. Na unajua ukiondoka kwenye dunia hii bila kuacha alama ni mwezi tu tunakusahau mazima. Sio chagua, maana maisha ni yako. Msikilizaji, Wema amekuwa ni mtu wa kuongea maneno makali au kuropoka bila kufikiria nini anaongea, na nilimzoea na kuona ndivyo alivyo. Lakini leo uongo dhambi amenikwaza. Sio mimi tu, hata Penina alikozika sana na kuanza kujibishana huku sasa kila mmoja akipandisha sauti. Mimi nikaa kimya huku nikiwaangalia tu. Wakajibizana na walipochoka wakanyamaza. Wema hakutaka kukaa tena. Alichukua pochi yake na kuaga kisha akaondoka. Sasa baada ya Wema kuondoka, Penina alinisogelea na kunikumbatia, akaniambia usilie wala kuumia, jipe moyo huku kiamini Mungu atakwenda kukupa hitaji la moyo wako. Na usiweke moyoni maneno yote wanayokuambia, ila muangalie Mungu kwa moyo wa imani. Sawa mpendo wangu Maneno ya Penina yaliniingia
na kujikuta sasa nikianza kulia. Nililia sana na kumwambia Penina nahisi kuchoka. Ndio natamani sana na mimi kuwa na ndoa yangu, lakini sasa nitafanya nini ikiwa bado Mungu hajaruhusu ile kwangu? Familia yote wananisema na kunifanya nijione kama mdhambi. Yaani wanashindwa hata kuelewa kuwa ni mimi sijapenda kufikia umri huu bila ndoa au mahusiano ya kueleweka. Naumia na kuchoka pia. Natamani unielewe walau basi hata nitapata nguvu ya kutembea kwenye njia ya matumaini, ila kadri wanavyonizonga mimi nahisi udhaifu ndani yangu. Naomba nisikilize, unajua usiruhusu kuchoka. Mimi najua ndio unaumia, ila kaa basi ukiamini kuwa utapokea. Afu kingine hujachelewa. Yaani unajua kwa Mungu hakunaga kuchelewa. Wala hakuna mahali kuliko andiko eti kwamba eti kila binti anatakiwa kuolewa akiwa na umri fulani. No. Kila mtu ana muda wake ambao Mungu alimpangia kwamba ukifika muda huo utaingia kwenye ndoa. Hivyo kipenzi changu, omba, na tena ikibidi acha kuomba bali mshukuru Mungu, kwani tayari ameshasikia maombi yako, kilichobaki ni kupokea tu, sawa? Niliitikia ndio. Akanifuta machozi na kwenda jikoni kunaandalia chakula. Kilipokuwa tayari alilisha mwenyewe, huku sasa akinipigisha stori za kufurahisha. Huyo ndio Penny wangu ninayemjua mimi. Basi nilikula, na baada ya kula alikaa na mimi hadi mida fulani hivi kisha akaondoka. Msikilizaji, kumbuka naye kusimulia hii simulizi ni mimi Lucas Lumbas. Mitandao yote ya kijamii, TikTok nini, napatikana kwa jina la Lumbas Simulizi, Lucas Lumbas Simulizi. Basi siku zilienda huku nikiendelea kumuomba Mungu. Ibada na vipindi vyote vya maombi nilihudhuria bila kuchoka. Familia nayo hawakuacha kuniandama. Niliwekwa vikao na vikao hadi nikakoma. Basi mwaka uliisha bila kuona mwanga wa ndoa. Uvumilivu ukafika ukomo, nikaanza kuingia kwenye mahusiano bila mpangilio. Zaidi nilizingatia neno na kupenda, basi. Kwa hiyo maisha yalisonga kibishtu. Heartbreak zikawa pale pale. Yaani unaingia na mtu kwenye mahusiano yani akishapata alichotaka anaingia mtini. Sasa Penina aliongea sana na mimi, ila ilifika muda nikaona maneno yake hayana mashiko na kufanya kile akili yangu inanituma kufanya. Uwezi amini, nilidate na wanaume 10 ndani ya miezi 4. Yaani ilikuwa naingia nikiona sielewi naanzisha lingine. Mwisho nilichoka na kuamua sasa kuiomba familia kama kuna mtu ambaye wanamuona yuko vizuri, mimi niko tayari waniozeshe. Basi walikubali na kuanza kunikutanisha na vijana. Na bahati nzuri mmoja kati ya vijana watatu niliokutanishwa nao alionyesha nia, ambapo tulikaa kwenye mahusiano miezi 3, akanichumbia na kutoa mahali. Na baada ya mahali taratibu za ndoa zikaanza. Sasa mimi nifurahi sana japo sikuwa ninampenda kivyo, ila nilimpokea kutoka ndani ya moyo na kujiaminisha kwamba huyu ndio wa kwangu. Basi bwana, mambo yalisukwa, vikao vikakalika, hatimaye tukaingia wiki ya mwisho ambayo katika hiyo wiki ndio tulikuwa tunafunga ndoa. Ajabu ni kwamba mchumba huyo aliomba kila kitu kisitishwe na uchumba uishie hapo. Gai. Huku sababu kubwa ya kutaka kufanya hivyo ni kwamba anasikia ndani yake kuwa mimi sio wake. Msikilizaji, sijui nikwambie kuwa nililia kiasi gani unielewe, ila jua tu nililia, nikalia sana, tena sana, lakini machozi yangu hayakuwa kitu. Baba alivua kofia na kunyosha mikono juu. Akamwomba kijana asichukue uamuzi huo, na akamwambia yuko tayari kumpa chochote katika mali zake ila tu asiniache. Msikilizaji, hili liliniumiza sana. Baba yangu mimi anashuka na kujidhalilisha kisa ndoa. Wallahi niliumia. Lakini pamoja na kuombwa hivyo, kijana aligoma kata. Sasa ndoa iliyokuwa inasubiriwa kwa mbwembwe zote ikaishia njiani. Niliumia na kuamua kupiga magoti mbele ya familia nzima, nikasema, baba, mama pamoja na ndugu zangu, naombeni sana mnisamehe kwa kuwaumiza na kuwapatia aibu kubwa namna hii. Nitamani kuona walau nyuso zenu zikiwa na furaha. Nitamani kuona baba ukinipa baraka huku mkono wako kinishika na kutembea kuelekea madhabahu, lakini nimefeli. Naombeni mnisamehe sana tu. Niliongea kwa uchungu sana. Baba akaamka alipokaa na kuja kuniinua, akanikumbatia na kuniambia inatosha. Nilijibu sawa, nikafuta machozi na kutaka kurudi chumbani kwangu. Nikarudishwa na kuambiwa kwamba sasa naweza kuishi nitakavyo. Baba akaenda mbali na kusema nizae mtoto hata kama sitaweza kumlea, wao wapo watamlea. Kauli hii ilizidi kuongeza machungu ndani ya moyo wangu. Kwamba nizae mtoto
hata kama sipo tayari kumlea, basi wao wapo tayari kumlea. Kwa uchungu nitabasamu na kumwambia baba, sawa baba, nimekuelewa. Baada ya kujibu hivyo, niliingia chumbani kwangu, nikakaa kitandani na kujikunyata. Nilitamani kulia kwa sauti, ila sikutaka kuionyesha familia yangu kuwa naumia kiasi gani. Yaani nilijiinamia na kubaki kimya, huku moyo wangu ukilia ndani kwa ndani. Wakati nikiwa sasa nimekaa kimya, nilikumbuka maombi niliyokuwa nikiomba. Haraka nikainuka na kuchukua viatu, kisha nikatoka na kuaga kwenda kwangu. Baba alikataa, maana alihisi kuwa sitakuwa sawa iwapo nitakaa mwenyewe. Nikamwomba sana na kumhakikishia kuwa nitakuwa sawa. Kiunyonge akanipa ruhusa ya kuondoka. Mimi sikutumia muda mrefu, nikafika nyumbani kwangu. Nilishuka kwenye gari na kuingia moja kwa moja chumbani. Nikafika na kuchukua diary yangu ambayo nimekuwa nikitumia kuandika maombi na mambo mengi kuhusu imani. Hasa baada ya kuichukua, nikatoka chumbani na kuingia jikoni. Nikachukua kiberiti, kisha nikatoka nje. Kufika nikasimama na kufunua ile diary page moja hivi baada ya nyingine. Machozi yalinitoka. Uchungu uliufunika moyo kwa hasira. Nikaangalia mbingu na kusema, unaniangalia si ndio? Najua unanitazama. Bila shaka unafurahia kuona nikiaibika na kubezwa, na ndio maana umekuwa ukiruhusu haya yote. Hivi nikuulize swali moja na naomba unijibu. Hivyo ni Mungu kweli? Au kuna Mungu mwingine mkuu kuliko wewe? Maneno inawezekana mimi nikanapoteza muda kukuomba na kukuamini, kumbe ukawa sio Mungu. Maana kama kweli ni wewe, kwa nini umenikalia kimya? Kwa nini? Au tuseme sauti yangu ni ndogo kiasi ambacho usikii? Lakini sio wewe ulisema sikio lako sio zito, na kusema nikuite na utaniitikia. Bado ukasema nitakapokuita na kukutafuta kwa moyo wangu wote nitakuona. Okay, mimi nimekutafuta na kukuomba kwa miaka mingapi? Niambie, nimetoa sadaka na kulisha yatima kwa miaka mingapi? Jayo yote hatoshi. Okay, basi tuseme mimi ni mdhambi, huenda sikustahili, lakini nimekuwa mtu wa kuja mbele zako kwa toba kila itwapo leo. Hiyo nayo imekuwa ngumu kunihurumia, si ndio? Unajua nini, wewe ni muongo, na kama sio basi unafanya kwa upendeleo. Sasa mimi nimechoka kukuamini, nimechoka kuomba. Nimechoka. Yaani kila kitu kuhusu nimechoka. Nilikuamini ila imani yangu kwako sio kitu. Nilikuomba ila maombi yangu uliangalia kama kituko. Sasa leo hii mimi naenda kuweka mipaka na wewe. Sitaomba wala kulitaja jina lako tena. Niliongea hivyo na kuwasha kiberiti, nikaichoma diary. Niliona haitoshi, nikaingia ndani na kuchukua vitabu vyote ambavyo vinahusiana na Mungu, nikatoa nje. Bila kufikiri mara mbili nilivitia moto. Na kubaki nikiangalia huku machozi yakinitoka. Moto uliwaka kwa kasi. Nikasikia sauti inaniambia bado Bible. Kuangalia ndio nimechoma vitabu ila Bible sijaiona. Haraka nikarudi ndani na kuisaka, nikaipata na kutoka nayo. Sasa wakati natoka ndani nikapishana na Penina ambaye alikuwa amekuja kuniona. Kwa hasira nilizokuwa nazo, nilimpita kama simuoni na kwenda kufanya kila akili yangu inanituma kufanya. Nilifika na kurusha Bible chini na kuchukua kiberiti niwasha, maana vitabu vilikuwa vimeshaishia. Nikawasha njiti na kutaka kuchoma, ila Penina alikuja haraka na kunisukuma pembeni akaniambia, wewe hivyo na wazimu, unataka kuchoma Bible? Penina aliongea huku akikagua vizuri. Niliinuka kwa hasira na kumwambia Penina, naomba hiyo Bible. Hivi kuna haja gani ya kukaa na kitu kisichokuwa na faida? Penina akaniambia, wewe, hii haina faida. Dada umerogwa ama? Sikutaka kumjibu, nikamfuata na kutaka kumnyang'anya. Penina hakutaka kunipatia, tukaishia sasa ile kuvutana huku sasa akinisini tulie. Mimi sikumuelewa kwani nilikuwa kama nimechanganyikiwa. Penina baada ya kuona simuelewi, aliniweka kofi zito hadi nikahisi yani kama mbili hivi nyota nini zinapita tu usoni. Kofi liliniingia, nikatuliza wenge. Penina akatumia muda huo kunituliza. Kwa hasira nikamwambia, sitaki kusikia mahubiri yako. Na hicho kitabu sijui ndio Bible ndo kanacho. Kwanza leo mimi sitaki uhusiano na kitu chochote kinachohusiana na Mungu. Haiwezekani mimi niombe miaka na miaka alafu akae kimya tu, kazi kuniangalia tu. Penina kaniambia, nini? Tumefikia hapa. Sikumjibu, nikamwacha nje na kuingia ndani. Basi siku hii iliisha nikiwa na hasira sana. Penina aliongea sana na mimi, lakini hakuna hata moja nililobeza zaidi ya kuona kero. Kwa kuwa sikuwa sawa, ilimlazimu Penina kubaki na mimi kwa usiku huo. Nakumbuka usiku ulipoingia, alitaka tutoke walau nipate hewa ya nje. Nilikataa, lakini akanisii sana, mwisho nikakubali japo kishingo upande. Basi tulijiandaa na tulipokuwa tayari nikaondoka. Kufika sehemu husika, akaagiza vinywaji na kuanza kunisemesha. Mimi niliitikia, lakini sikuwa hata naelewa nini anaongea.
Basi vinywaji vililetwa pale, tukapokea na kuanza kunywa. Sasa bwana, wakati nikiwa busy kunywa, alikuja mkaka mmoja hivi, ana kimwili kidogo tu. Kaka yule bwana alionyesha wazi kuwa bado yupo kwenye miaka 20 na pointi zake. Nilimwangalia namna anavyotembea hadi anakaa na kuagiza pombe kali kisha akaanza kunywa. Kichwani nikajikuta nasema huyu nikizaa naye hata watoto wawili itakuwa inatosha. Basi nikazidi kumwangalia huku nikiendelea kuwaza upuuzi tu. Sijui ni pombe zilipanda kichwani, maana hiyo sio akili yangu. Unajua nifanya nini msikilizaji? Yaani baada ya kumwangalia sana nikainuka na kumfuata. Bwana we, mtoto wa kike bila mshipo wa aibu, nikavuta kiti na kukaa. Kaka yule aliniangalia kwa mshangao, maana mimi nilikaa huku nikimwangalia na utafikiri ni mhalifu alafu na mimi ni polisi. Penina alibaki mdomo wazi. Akataka kuinuka ila akaamua kukaa huku akiniangalia nini nataka kufanya. Haya, mlevi mie wa kike, nikamwambia kaka habari yako. Kaka watu akajibu salama. Alijibu vizuri tu. Kaambia samahani, unaweza kuwa mtu wangu na maanisha nataka kuzaa na wewe. He? Kijana alishtuka na kuishia kupaliwa, yani bila shaka hakutegemea kitu kile. Kwa sauti ya mshangao akauliza, "Sorry, umesema?" "Nimesema naweza kuwa mtu wako." Samahani, siwezi na mtu tayari. Usijali kuhusu huyo mtu wako. Mimi sitakuwa na shida. Ila mimi ninachotaka tu ni kuwa na wewe tu, hata yani usinioe, sawa? Ila kwanza no, mimi sitaki ndoa, ila nakutaka wewe. Yule kaka itabasamu na kusema kwa sauti ya chini, "Wewe ni mrembo sana, acha pombe itakuharibu." Alivyosema hivyo, nikataka kumjibu ila Penina alikuja faster na kusema, kaka samani ndugu yangu, please usichukulie serious, yuko sawa." Kaka yule itabasamu na kuniuliza, "Unaitwa nani?" Mimi nikamjibu ya kwamba jina langu halina maana sana kama umenikataa. Niliongea na kuinuka kisha nikarudi sehemu yangu bwana. Penina alikaa kimya huku akiniangalia. Uso wake ulionyesha anataka kucheka ila akawa anajizuia. Basi kwa hasira nikaendelea kunywa. Yule kaka naye alikuwa ananiangalia kila muda. Mwisho akachukua kinywaji chake na kuondoka huku sasa kitabasamu. Muda ulienda, tukanywa na kula, tulivyotosheka tukarudi nyumbani. Sasa baada ya kufika nyumbani, Penina alianza kunicheka kama chizi. Mimi sikutaka mambo mengi na mtu, nikaingia chumbani na kulala. Kesho yake nilichelewa sana kuamka. Hivyo nilivyoamka nikapata chai na kufanya shughuli zingine za nyumbani hadi ilipofikia mchana. Tukapata chakula na baada ya chakula nikampeleka Penina kwake. Sasa wakati tukiwa njiani kuelekea huko kwa Penina, tukasimama sehemu fulani hivi, huko kuna magenge mengi. Basi bwana Penina akashuka na kwenda kununua matunda. Mimi nikabaki nikiwa busy kuangalia mazingira ya eneo hili. Sasa mara nikamwona yule kaka wa jana akiwa amekaa kwenye kituo cha bodaboda, tena akiwa na pikipiki. Nilishusha kioo kuhakikisha ni yeye au naona mawenge. Sasa ile nimeshusha kioo tu, nikakutana naye macho kwa macho. Nikapandisha kioo haraka. Kichwani nilizilaumu pombe kwa upuuzi nilioongea jana. Yaani mimi nimemtongoza bodaboda. Chineke, sema haina shida, sina sehemu ya kukutana naye, hata nikikutana naye atanifanya nini sasa? Basi bwana, Penina alimaliza akaja tukaondoka. Sasa nikaibia kuangalia pembeni na kukuta akinipungia mkono wa bye. Nilisonya tu na kuendelea na safari. Nilimfikisha Penina na kumwacha nikarudi zangu nyumbani. Siku zikasonga bwana, huku wazo la kuzaa likiwa limeshika nafasi. Lakini moyoni sikulifurahia wazo hilo, kwani haikuwa lengo langu, ila sina namna, maisha yani ndo yamenichagulia njia ya kupita. Basi nikakaa huku nikisubiri kijana yoyote atakayekatiza mbele yangu nijichukulie mtoto na kusepa. Yes, mimi sina haja ya mahusiano tena. Mimi shida yangu nipate kitoto changu tu inatosha basi. Sasa aibu ni kwamba sikupata hata mtu wa kuniambia dada mambo. Jambo ambalo lilizidi kunipa mawazo. Sasa mwisho wa siku nikaona ngoja nimtafute yule mkaka boda. Kweli nikajikusanya na kwenda pale kijiweni. Kufika nikakuta hayupo, ikanibidi sasa niulize. Hapo nauliza kwa kusema muonekano wake tu. Nikaambiwa kijana anaitwa Levis na leo hajafika hapo. Sasa mimi sikuwa na neno la ziada, nikashukuru na kuondoka. Sasa nikiwa nimepiga hatua chache, nikasikia kijana mmoja anasema, mwamba na upiga mwingi sana. Jana tu katoka kuopoa chombo kipya. Kitu mshangazi. Alafu leo naona kingine kikija. Sema dogo ana nyota na mishangazi bwana. Maneno yale yalinifanya nikageuka kuangalia. Walivyoona nimewaangalia wakakaa kimya. Kiunyonge nikarudi kwenye gari na kuondoka eneo lile. Njia nzima nitafakari maneno niliyoyasikia, nikajiambia nisipokuwa makini nitakuja kuokota watu waliooza kwa jina tu la kutafuta mtoto. Hivyo nikaona acha nitulie.
Basi nilifika zangu nyumbani na kumkuta bidada Wema akiwa amekaa sebuleni. Nilimsalimia na kumuuliza amefika saa ngapi, maana mimi sikujua kama atakuja. Akaniambia nimefika muda si mrefu. Vipi, unaonekana umechoka sana, umetoka wapi? Maana sio kawaida yako kutoka siku kama hii ya leo. Basi nilishusha pumzi na kumwambia kilichonipeleka kule. Wema alicheka sana na kuniambia hatimaye mama wa imani umechoka. Sasa huoni hicho unachofanya ni ujinga uliokithiri, Yaani unatafuta mwanaume wa kukuzalisha tu. Haya, huyo mtoto atalelewa na nani? Au unataka kusema kwamba ni hauhitaji mwanaume kwenye maisha yako? Wema, nimeshachoka kuingia kwenye maumivu kila itwapo leo. Hivyo lilobakia ambalo naona ni sawa ni kuzaa kitoto changu tu kisha nitulie. Uzae kisha utulie. Kwa hiyo huyo mtoto atakuwa anakidhi hadi shida zako za kimwili ama? No, kwani mimi nitakosa mwanaume wa kufanya hiyo kazi? Hawezi kukosa bwana, ila tu mimi ninachotaka ni mahusiano permanent. Mara hii hutaki mahusiano? Sikia Elena, mimi najua umeumizwa sana, lakini shoga yangu, huwezi kutafuta mwanaume tena asiye na mbele wala nyuma. Kumbuka mtoto atahitaji matunzo, Ndio pesa unayo, ila inapendeza kuona baba akisimamia kwenye nafasi yake. Hebu fikiria jinsi ulivyo karibu na baba yako. Huoni kama mtoto wako naye ana haki ya kuwa na baba kama ulivyo wewe? Au mwenzangu unajifikiria wewe tu? Wema, huyo mwanaume wa kuwa baba kwa mwanangu kama baba alivyo kwangu nitamtoa wapi? Na usisahau kuwa sina miaka 20, sijui 25, umri umeenda. Na sio kwenda tu, umeenda. Bwana acha zako bwana. Miaka yako haizuii wewe kupata kitu roho inapenda. Wewe ni mrembo, afu sio mrembo tu na kila sifa ambayo mwanaume anaitaka kwa mwanamke wake. Asingekuwa hivyo, usingekuwa nimeshaolewa. Sasa hivi kwa unafikiri kuolewa ni nini? Uzuri au bahati? Bwana mimi niache bwana, nimeshajichokea. Acha zako. Hivi unachokaje kwa mfano? Sikia. Mimi nakutakia mema. Hebu amka, jihangaikie. Kama kwenye maombi siji sala zako umeshindwa, basi nenda hata upande wa pili, Huko nako ukishindwa basi tutasema ndoa sio fungu lako, ila umeomba sijui kufunga hujajibiwa, umekaa tu. Haya, kwanza Mungu mwenyewe anasema jisaidie ila kusaidie. Sasa mwenzangu huko hapa eti wewe unasubiri kufanyia kila kitu. Badala yake unapoteza muda na kuisha kutafuta tu wahuni. Hivi hadhi ulionayo wewe ni wa kwenda kabisa kumtafuta bodaboda? Eti uwe naye dada. Hivi una kichaa umerogwa? Elena, wewe hivi ulivyo, umenihuzunisha sana. Na labda tu nikuibie siri ambayo sikuwahi kuitoa kokote. Leo hii ndo nakwambia shoga yangu wewe. Mimi hapa Wema nilienda kwa mtaalamu kwa ajili ya huyo mume wangu. Wewe acha masiala. Ndio hivyo, sio masiala. Kipindi kile unajua nilivyokuwa nimepigwa tukio na Kevin, nikasema sikubali, sitalia tena. So alivyokuja huyu mapema nikaenda kufanya mambo. Kweli kijana kanyoka na kuamua kunichukua mazima. Na kama unavyoniona niko busy kula mema ya nchi, mtoto wa keke. Sina shida. Sasa naambia unaweza kusema nimefanya kitu kibaya? Nijibu Elena. Jibu ni hapana. Mimi sijafanya ubaya wote. Kikubwa nimepata furaha yangu na yeye yupo na furaha. Tunazana kula maisha safi. Sasa wewe uliyekalilishwa eti kuwa haki yako iko kwenye kuomba, ndugu yangu, utasubiri hadi unakufa. Na hasara itakuwa kwako. So ni hayo tu. Basi bwana. Wema alimaliza kuongea na kupiga fundo moja la juice. Nilimwangalia na kuona kweli hii inaleta maana. Nitasubiri hadi lini? Na kwa nini nitafute mtu asiye na mbele wala nyuma ili hali naweza kumpata hadhi nitakayo? Sasa baada ya kufikiria hivyo, nikamuita Wema na kusema nipeleke kwa huyo mganga. Wema alitabasamu na kusema una uhakika? Tusije kwenda kule afu kasema nirudishe nyumbani sijui nini. Una uhakika? Na uhakika, niko tayari. Haya, sasa shoga yangu, sasa unataka twende lini? Wiki hii au wiki ijayo? Bwana tufanye wiki hiyo ijayo, una uhakika tutafika? Nilivyojibu hivyo, Wema alisema sawa na kuniambia kesho kutwa ndio itakuwa siku nzuri, hivyo kesho tujiandae ili kesho kutwa tuondoke asubuhi na mapema. Basi mimi nilitikia sawa na kuhamia kwenye stories zingine. Mudi yangu ilibadilika na kuwa mtu mwenye furaha sana, huku moyo wangu ukiwa na shauku kubwa juu ya siku ile. Tuliongea na kucheka sana. Muda ulivyoenda, Wema akaaga na kuondoka. Mtoto wa kike nikaamka na kuingia chumbani kwangu. Nilifika na kusimama kwenye kioo, nikajiangalia huku uso wangu ukipambwa na tabasamu nono. Niliumbwa vizuri. Binti wa Mzee Nelson. Ninavutia kila engo.
Baada ya kusema hivyo, nilitoka mbele ya kioo na kuchukua simu yangu nikaanza kuangalia video nyingi za harusi. Moyo wangu ulijawa na shauku kubwa, nikajiambia siku hiyo nitacheza na kufurahi kuliko siku zote. Sikuishia kuangalia video tu, nilienda mbali na kuchagua gauni la harusi, huku nikiwa na matumaini kwamba kama Wema alienda na kweli akapata ndoa, basi na mimi nitaipata. Kwa furaha ya hali ya juu, nililala huku sasa nikitamani kesho ifike na iishe haraka. Sasa bwana, wakati nikiwa katika usingizi mzito, nikaota ndoto mbaya sana. Ndoto hii ilinionyesha kuwa nilikuwa natembea katika bustani iliyojaa maua mengi mazuri ya kuvutia. Lakini wakati nikitembea, ghafla liliwaka jua kali. Mimi nikatoka pale nilipo na kukimbia chini ya mti uliokuwa mita kadhaa na pale nilipokuwa. Kufika kwenye mti ule, nikasimama chini yake huku sasa nikielekeza macho yangu kwenye bustani. Ghafla nikashangaa kuona yale maua yananyauka na kupukutika ndani ya sekunde chache tu. Moyo wangu uliumia na kujikuta sasa nikitokwa na machozi kuona maua yale yamekufa ndani ya muda mfupi. Mara nikaona mti ule niliosimama, kwa sababu nilienda pale kujikinga jua, nao kaanza kupukutisha matawi na kufanya sasa kivuli kuanza kupungua. Nikainua kichwa changu kuangalia mti. Matawi yaliyokuwa kijani yalibadilika na kuwa ya njano na kushuka kwa kasi. Kufumba na kufumbua, matawi yalipukutika yote. Kivuli sasa kikaondoka na kufanya jua kunifikia kwa mara nyingine tena. Nilishusha kichwa changu na kuangalia kila pande na kufanikiwa kuona mti mkubwa wenye kivuli kikubwa zaidi ya huu ambao ulionyauka. Nitabasamu na kuanza kukimbia kuelekea mti ule. Mara nilijikuta nikipunguza hatua, na hii ni baada ya kupata maumivu katika miguu yangu, kwani jua lilikuwa ni kali kiasi cha ardhi kuwa ya moto. Miguuni sikuwa nimevaa kiatu, hivyo niliungua na kuchomwa na miba. Sasa kupunguza mwendo kulinifanya nizidi kuumia na kuchelewa kufika. Sikuchoka, niliendelea kupiga hatua huku sasa nikikunja uso kutokana na maumivu niliyokuwa nikisikia. Kadri nilivyozidi kusogea mbele ndivyo nilivyozidi kuumia na kuchoka. Njia nayo ilijaa uchafu na miiba mengi kiasi cha kunifanya sasa nitumie muda mwingi sana katika kukwepa miiba. Maana sikuwa na muda wa kuinama na kuiondoa ile hali ambayo ilikuwa inaniumiza. Sasa kutokana na maumivu niliona mti ule uko mbali. Sasa kwa sababu nilikuwa katika ukame, sikuwa na namna zaidi ya kupambana kufikia. Basi kwa maumivu nilitembea na kwa mbali nikaona mto pembezoni mwa ule mti. Mti ambao ulikuwa na matunda mengi na mazuri ambayo mwanzo sikuyaona. Nilitabasamu na kutamani kufika, maana pamoja na kutaka kivuli, nilikuwa na kiu ambayo iliambatana na njaa kali. Basi nilitembea kwa maumivu makali sana huku nikiwa na tumaini kubwa sana ndani ya moyo wangu. Lakini sasa ikiwa imebaki kidogo nifike, nikaona mti mwingine mdogo ulioonekana kupendeza zaidi ya ule. Mti huo haukuwa mbali kama huu niliokuwa naufuata. Hivyo nikaona ni bora niachane na huu niende kwa huo wa karibu. Hata hivyo nilishachoka sana. Basi bila kujishauri niligeuza uso wangu na kufuata huu wa pili. Haukuwa mbali, hivyo nilifika haraka. Nilitabasamu na kukaa huko sasa nikiangalia matunda ya ule mti. Taratibu niliinuka na kunyosha mkono, nikachuma tunda na kulimegua. Nilijikuta nikilitupa huku nikitema mate na kufuta mdomo kwa kinyaa sana, kwani tunda hilo lilikuwa limeoza na kujaa wadudu. Nilichukia na kunyosha mkono ili sasa nichume lingine, lakini kitendo cha kuinua mkono, macho yangu yalitua kwenye joka kubwa ambalo lilikuwa limejiviringisha kwenye tawi la mti ule. Mapigo ya moyo alienda mbio. Taratibu nikarudi nyuma na kuanza kuondoka kwa kunyata. Ghafla ardhi niliyokuwa na kanyaga ilimomonyoka na kunifanya sasa nianguke katika shimo kubwa kwa kishindo. Kishindo ambacho kililiamsha lile joka likashuka kwenye ule mti na kuja kwenye lile shimo na kuwa kama sasa linataka kunimeza. Nilipiga kelele kuu, mara nikaamka. Hiyo ni ndoto, msikilizaji. Sijui utakuwa umeitafasiri vipi wewe katika kichwa chako, lakini hiyo ndio ndoto ambayo niliiota. Asa niliamka nikiwa napumua kwa kasi sana. Mwili uliloa jasho huku moyo ukijaa hofu ya hali ya juu. Haraka nikashuka kitandani na kuangalia sehemu ninayowekaga Bible na kukuta haipo. Kumbukumbu za kuwa niliitoa na kumpatia Penina sikuwa nayo. Hivyo nilitafuta na nilipokosa nikarudi kulala huku sasa nikiwa najiuliza ndoto ile ina maana gani? Mimi sikuchukua muda, nilala na kuja kuamka asubuhi. Ajabu sikuwa na kumbukumbu juu ya ndoto ile, zaidi ya kuanza tu kujiandaa na safari ya kesho. Basi niliingia bafuni kaoga
Nilivyomaliza nikavaa na kutoka, nikakaa dining kwa ajili ya kupata kifungua kinywa. Sasa wakati nikiwa busy kunywa chai, huku sasa nikipekua simu yangu kuangalia ni kazi gani natakiwa kufanya leo, alikuja Zubeda na kusimama mbele yangu. Nilimwangalia namna alivyosimama, nikamuuliza, "Wewe vipi? Mbona unasimama hivyo, kuna nini?" Katika hali ya hofu akasema, "Dada, nimeota ndoto mbaya sana." "Umeota ndoto mbaya?" "Ndio." "Kwa hiyo kama umeota ndoto, yani kama umeota ndoto mbaya sasa ndio ukae kinyonge kama kikuku kilichonyeshewa na mvua?" "Dada, yani ujue tu, yani dada, ndoto inatisha sana. Ukikuwa utakuja kuacha ujinga. Sasa sikia, kesho nitatoka, hivyo usije kumfungulia mtu yote ambaye humjui. Nitakuachia pesa ya akiba kidogo, na kama kutatokea shida yoyote utampigia Penina, sawa?" "Sawa dada, lakini nilikuwa nataka nikwambie nilichoota usiku." "Bwana wewe, sina muda kupoteza na ndoto yako." Niliongea na kuinuka huku nikiangalia muda. Zubeda alinisini msikilize, ila kutokana na muda sikutaka hata kumpa nafasi. Niliondoka kufika sasa ofisini, nikafanya kazi zangu vizuri, na muda wa kuondoka ulipofika nikaondoka na kuelekea kwa Wema, maana tulikubaliana nitalala kwake siku hiyo ili tuwahi kuondoka. Basi bwana, tulilala na kesho yake asubuhi na mapema tukaanza safari ya kwenda kwa mganga Tanga. Sehemu ya pili ndo sehemu ya mwisho msikilizaji ya hii simulizi. Tutafahamu kwa urefu zaidi hiyo ndoto aliyoota Zubeda kaotaje. Safari itakuwa vipi mara baada ya Elena kwenda huko Tanga kwa mganga ili tu apate mwanaume wa kuolewa naye, mara baada ya kuona ya kwamba ameshafikisha zaidi ya miaka 30 sasa na hana mtu wa kueleweka ama hana ndoa. Sasa maisha yatakuwaje baada ya mganga? Kipi atakachokutana nacho? Safari ya mganga itafanikiwa ama la, na kama haitafanikiwa kipi kilichomkuta? Huenda aliyoyapitia yote Helena. Utaona namna gani na wewe ya kubadili njia kama na wewe ulikuwa unapita njia anayopita Helena. Mwandaji wa hii simulizi ni Rita Story. Bado nakukumbusha tupo kwenye channel mpya sana, yani bado ni changa hii ya Lumba Simulizi. Kwa nakuomba sana subscribe, comment, like and share ili watu wote ambao walikuwa kule kwenye channel yetu ya kwanza ambao ilifutwa basi uelewe kwamba sasa hivi tupo huko. Kwa hiyo tukutane sehemu ya pili. Bye bye.